Leo ni siku ambayo mimi kama mbunge wa jimbo hili la Busokelo nilipanga na kuamua kufanya mazungumzo na watumishi wa serikali. Leo hususan nimekutana na watendaji wa vijiji, watendaji wa kata na wakuu wa idara, na lengo ni moja tu, kukumbushana jinsi ya kuwahudumia wananchi katika maeneo yetu. Tunafahamu kwamba hawa wamekuwa ni sawa na watu wanaitwa wale wa behind the scene. Mambo mengi yanayofanyika, inawezekana tukasifiwa sana wanasiasa, inawezekana wakasifiwa sana watu wanaoonekana, lakini kule ndani pia wako watu ambao wanapika hivi vitu mpaka vinaweza kuonekana katika ubora ambao vinaonekana. Kwa hiyo kimsingi niliwaita leo ili tufahamiane nao, nijitambulishe kwao, lakini pia kuwapongeza kwa kazi nzuri ambayo wanafanya kwa wananchi wa Busokelo. Pamoja na hivyo, lakini pia niliongea nao kuwakumbusha majukumu yao ya msingi katika kuwahudumia wananchi, na niliwasihi kwamba tuishi kwa umoja, upendo na amani na mshikamano wa pamoja. Nimewambia kwamba hakuna sababu ya kugombana, kwa sababu nimewaeleza kwa ufupi kwamba historia ina tabia ya kukupeleka kwa watu ambao umehitilafiana nao wakati wa matatizo. Kwa hiyo kama unahitaji jambo fulani, unaweza ukakuta mtu anayetakiwa kutatua ni yule ambaye ulihitilafiana. Hakuna sababu ya kuhitilafiana, lazima tuhakikishe kwamba tunashirikiana, tunaishi kama familia moja, na hapo ndio tunaweza tukaleta mapinduzi makubwa katika eneo letu la Busokelo katika kuwatumikia wananchi na kuleta maendeleo kwa ujumla. Kwa hiyo kipekee niwashukuru sana watendaji wa vijiji wote, niwashukuru watendaji wa kata, wakuu wa idara, watumishi wote wa serikali, watumishi wa taasisi za serikali wote, ninawashukuru sana. Mkuu wetu wa wilaya Jafari Haniu, namshukuru sana Dr. Mwinyi, Omar Mwinyi, mkurugenzi wa halmashauri, viongozi wote, mwenyekiti wetu wa halmashauri ndugu Lusajo, Mheshimiwa Lusajo na wengine wote. Kiufupi nataka niseme kwamba Busokelo ni yetu, kwa pamoja tuijenge. Hakuna namna kwamba mbunge peke yake anaweza akajenga. Ni lazima tutaijenga wote, wananchi, watumishi, watu wote, kila mmoja anakaribishwa kutoa mchango wake ndani ya Busokelo. Ni hayo tu ambayo nimeongea nayo. Vipi mpango wako sasa endelevu? Kuna na makundi mbalimbali, umeanza na kundi kama hili, lakini je, mpango endelevu kwa nyakati? Asante mtangazaji, hatutaishia kwenye kundi hili. Tutakwenda kuwaona watu wote. Kwanza kimsingi nilikuwa narudi kuonana na wanabusokelo baada ya kunichagua na kumaliza uchaguzi, kuwashukuru. Kwa hiyo nitafika kwa watu wengi, lakini unajua mara nyingi sisi wanasiasa tunaenda kwa makundi yale wananchi na hao watumishi tunawasahau. Kwa hiyo kila kundi tutajaribu kuyafikia, makundi ya watu wa imani, makundi ya watu wa siasa, watumishi, wananchi wengine, wafugaji, wakulima, wote tutawafikia. Lengo ni kukusanya na kupata mawazo yao, ili ninapokwenda bungeni basi niwe nimekwenda na mawazo ya wananchi na sio mawazo ya mimi kama mbunge wao. Hilo tutaendelea kulifanya kwa kila kundi, yawe makundi ya vijana, kina mama, wazee, watu wote wana Busokelo watapata fursa, na mimi nitajitahidi. Naweza sio yote kwa mara moja ikawa sasa, lakini nikuhakikishie kwamba nitajitahidi kuhakikisha tunawafikia wana Busokelo wote katika makundi mbalimbali ili kupata mawazo yao. Asante.